Taarifa hii inazungumza kwamba msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu na makamu mwenyekiti wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman pamoja na msafara wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali ya Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT Mwanaisha Mdeme siku ya jana imesema viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola pia serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika, the Platform for African Democratics PAD, yaliyoandaliwa na taasisi ya The Bull Trust Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia siku ya jana Machi mpaka siku ya jana Machi 13 mpaka Machi 16, 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika walihudhuria au wanahudhuria pia mkutano huo ambao umeweza kuandaliwa. Sasa ukijaribu kuangalia ni kitu gani ambacho kimesababisha viongozi hawa kuweza kuzuiwa, bado inakuwa ni kizungumkuti. Tunakuwa hatuna majibu hasa nini ambacho kimefanya mpaka viongozi hao kuweza kuzuiwa. Walikuwa wanashiriki mkutano mmoja pale nchini Angola nchini Angola. Taarifa wamepokonywa hati zao za kusafiria. Kwa hiyo nimeona Chadema lakini ACT Wazalendo nao wameshusha kama alisema waraka barua kueleza namna ile kile ambacho wamekutana nacho. Lakini kikubwa wametoa wito kwa waziri wa mambo ya nje wa Angola, balozi wa Angola hapa nchini Tanzania, kwamba afuatilie na haraka sana hati za viongozi hao ziweze kurudishwa, warejeshewe hati zao za kusafiria na majukumu yao pale nchini Angola, kwa sababu walitakiwa washiriki mkutano ambao umeanza tarehe 13 jana na unaisha tarehe 16. Kwa hiyo huo ndio wito tu wa vyama hivi viwili ambavyo vimeagiza hivyo. Hawakuwa tu ni Lissu kiongozi wa ACT Wazalendo, lakini yupo mpaka kiongozi wa upinzani wa pale nchini Msumbiji wanaita Venancio Mondlane. Huyo ni kiongozi ambaye anaongoza maandamano mengi sana pale Msumbiji baada ya kushindwa katika uchaguzi uliopita. Kwa hiyo naye pia amekuwemo katika hao ambao wamezuiliwa. Kwa hiyo ni kwa namna moja ama nyingine inabidi uongozi na balozi za nchi hiyo zihakikishe kwamba